Ndugu waandishi wa habari, sera ya maendeleo ya vijana hii hapa ya mwaka 2007 toleo la mwaka 2024 inatambua wazi na fika kwamba kuna changamoto ya ukosefu wa mitaji kwa vijana, changamoto kubwa sana, na uwezeshaji ni kikwazo kikuu kwa vijana. Mbali na jitihada za serikali za utolewaji mikopo kwa vijana kupitia halmashauri zetu, kupitia hapo awali kupitia mfuko wa maendeleo wa vijana, ambao mfuko wa maendeleo ya vijana awali ulikuwa chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Vijana, Kazi na Ajira. Sasa hivi mfuko wa maendeleo ya vijana upo chini ya Waziri wa Maendeleo ya Vijana. Mbali na jitihada za serikali ambazo wanazifanya ili kuwawezesha vijana, bado kuna changamoto kubwa sana zinazokumba utaratibu, mfumo wa utolewaji wa fedha kwa vijana na uwezeshwaji. Bado kuna changamoto kubwa za kimfumo katika utolewaji wa hii mikopo na uwezeshwaji kwa vijana. Kuna taratibu, kuna changamoto kubwa ya kiuwajibikaji, kitaasisi, kiuratibu na ukosefu wa miongozo iliyo wazi na yenye kueleweka. Ndugu waandishi, changamoto hizi nilizozitaja ambazo zipo zinapelekea kukithiri kwa wizi, ubadhilifu wa fedha, urasimu, mwamko mdogo wa vijana kukimbilia hizo fursa, makusanyo madogo ya mikopo hii, ubaguzi na ukosefu wa taarifa kwa vijana kuhusu mikopo hiyo na fedha. Changamoto hii inawafanya vijana kushindwa kujikwamua kiuchumi na hivyo kukosa kimbilio. Mapendekezo yetu sasa ambayo tunayo ili changamoto hizi ziondoke. Pendekezo la kwanza, ngome ya vijana ACT Wazalendo tunapendekeza kiundwe chombo maalum kwa sheria ya Bunge chini ya Wizara ya Maendeleo ya Vijana kitakachoitwa Wakala wa Uwezeshaji Vijana Kiuchumi, yani Tanzania Youth Economic Empowerment Agency, TEA. Chombo hiki kiwe na jukumu lake kuu liwe ni kuratibu utolewaji na urejeshaji wa mikopo, kufuatilia, kuhamasisha, kushauri na kulea vijana kimaarifa, kutoa ushauri wa kitaalamu kwa vijana kuhusu miradi na shughuli za kiuchumi, kusimamia marejesho ya mikopo na kuwaunganisha vijana na fursa mbalimbali za kiuchumi, kuratibu na kukusanya taarifa za fursa kwa vijana kutoka idara zingine za serikali. Halmashauri wanaonekana wako na majukumu mengi sana. Tuwapunguzie majukumu halmashauri hizi na manispaa. Katika fedha 10% wanazokusanya kama ambavyo sheria ya fedha ya serikali za mitaa ilivyoagiza, waendelee kukusanya hizo fedha 10% za makusanyo yao ya ndani, na sheria iwaagize hivyo kama ambavyo imewaagiza sasa hivi. Fedha 4% kutoka hizi fedha 10%, zile 4% za vijana zichukuliwe zipelekwe Wakala wa Uwezeshaji Vijana Kiuchumi kwenye mfuko wa maendeleo ya vijana. Kwa hiyo mfuko utakuwa na vyanzo tofauti vya mapato. Mfuko utakuwa na 4%. Kila halmashauri watapaswa kupeleka 4% ya makusanyo kutoka 10%. Halmashauri zibaki zinadili na watu wenye ulemavu na wanawake. Vijana wahudumiwe na chombo maalum kwa unyeti wao kinachoitwa Wakala wa Uwezeshaji Vijana Kiuchumi. Na mfuko wa maendeleo ya vijana uwe chini wa Wakala wa Uwezeshaji Vijana Kiuchumi. Serikali inatoa sijui bilioni 200, bilioni 300, bilioni 100, zisipite sijui wizara za sekta. Fedha ziende kwenye mfuko wa maendeleo ya vijana chini ya Wakala wa Uwezeshaji Vijana Kiuchumi. Huko ndio uratibu utakuwa vizuri. Haya mambo yanapaswa kukomeshwa, na dawa ya kutatua changamoto hii ni kuwa na chombo maalum kinachoweza kusimamia vijana na kuwezesha vijana kitakachokuwa kinaitwa Wakala wa Uwezeshaji Vijana Kiuchumi.